Kushindwa Marekani na Israel katika vita na Iran kutaleta mabadiliko gani katika mfumo wa dunia? Wachambuzi wengi wanaamini kwamba Marekani na Israel hazijafikia malengo yao na wala hazina chaguo jipya la kubadilisha milingano ya kivita. Hazijaweza kuiangusha Jamhuri ya Kiislamu. Lango bahari la Hormuz halijafunguliwa. Uwezo wa nyuklia na makombora wa Iran haujaharibiwa. Na si hayo tu, bali zimeshindwa hata kudhoofisha nafasi ya Iran katika eneo la magharibi mwa Asia. Ikiwa hali hii itaendelea, kushindwa kwa mhimili wa Marekani na Israel ndiyo hali inayowezekana zaidi. Wataalamu wa mambo wanauliza kwamba je, tukio hili litakuwa la kikanda tu au litakuwa mfano na kigezo cha kuigwa kimataifa? Uchunguzi wa maudhui zinazotazamwa zaidi katika vyombo rasmi vya habari na hata mitandao ya kijamii unaonyesha kwamba fikra za walio wengi katika sehemu mbalimbali za dunia zinafuatilia kwa makini makabiliano haya ya Irani, Marekani na Israel, na hapana shaka kwamba zitaathirika kwa matokeo yake. Katika Amerika ya Kusini, eneo ambalo kwa miaka mingi limejulikana kama uwanja wa ushawishi wa jadi wa Marekani, ambalo pia limekabiliwa na uzoefu wa mapinduzi ya mara kwa mara, vikwazo na uingiliaji kati wa madola ya kigeni, kumeimarika fikra kwamba kutegemea nguvu za kigeni si tu kwamba hakuwezi kudhamini utulivu na amani, bali pia kunaweza kuwa chanzo cha ukosefu wa usalama wenyewe. Katika eneo la Asia Magharibi, nchi nyingi za Kiarabu zimeona kivitendo kwamba kushikamana kwao kikamilifu na sera za Washington hakujazidhaminia usalama imara wala maendeleo ya kweli. Uzoefu huu ulio hai bila shaka umeandaa uwanja unaofaa kwa ajili ya kutazama upya sera na mbinu za kimkakati. Huko barani Ulaya kuna dalili za mabadiliko ya kimitazamo. Maoni ya umma na hata baadhi ya wasomi na wataalamu wa masuala ya siasa sasa wanasisitiza zaidi kuliko hapo awali udharura wa kujitegemea kistratejia na kupunguza utegemezi kwa sera za Marekani. Katika bara la Afrika, nchi ambazo zimekuwa chini ya ushawishi wa mataifa ya kigeni kwa miaka mingi sasa zinataka kupunguzwa satwa na udhibiti wa madola ya kigeni na kutegemea zaidi uwezo wao wa ndani. Katika hali kama hii, ushindi wa mhimili wa mukawama unaweza kuwa kigezo na kielelezo cha msukumo kwa mataifa mengine. Ni kigezo kinachoonyesha kwamba mapambano na kutegemea uwezo wa ndani kunaweza kuandaa njia ya kupinga na kukataa kabisa utawala wa kigeni. Wewe binafsi una maoni gani kuhusu swala hili? Je, kuna nidhamu na utaratibu mpya unaosubiriwa hapa duniani? Je, mabadiliko ya kimsingi yatatokea katika taasisi za kimataifa na katika nafasi za wachezaji wa kimataifa? Bila shaka jibu litatolewa na matukio yatakayojiri katika siku na miezi ijayo.